Mimi ninaamini kwa moyo wangu wote ya kwamba Mungu wetu sio muongo. Yeye ni Mungu anayesema ukweli. Mungu hana sababu ya kudanganya. Kwa hiyo kama amesema kitu, basi hilo jambo ni kweli. Na kwa vile Mungu ameahidi ya kwamba yeye ataonekana maishani mwetu, basi ni muhimu sasa kwanza kujifunza ni namna gani tunaweza tukamruhusu yeye akaweza kuonekana katika maisha yetu. Kwa sababu kiukweli kabisa, kila mmoja wetu anamhitaji Mungu aonekane kipekee katika maisha yetu. Maana kwa namna moja au nyingine tunapitia changamoto ambazo wenyewe hatuziwezi. Ndio maana Mungu anatufundisha neno lake ili makusudi tupate kumuelewa zaidi, na katika kumuelewa tujue namna gani tunaweza tukamruhusu yeye kuhusika maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwalizo, na kipekee kabisa ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa 6, maana katika Kristo Yesu kutahiriwa kufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Sasa nitangulize jambo hili kuliweka wazi. Kwa moyo wangu wote ninaamini ya kama Mungu wetu ni Mungu anayejibu maombi, Mungu ambaye anasema jambo na analifanya vile alivyosema, lakini anafanya hayo yote kupitia imani. Kwa hiyo imani katika neno lake ni jambo ambalo litatoa matokeo, lazima litoe matokeo. Na kama iwapo imani yako haiwezi kukusaidia kupata matokeo ambayo neno la Mungu limesema, sehemu ya kwanza ya kuangalia kama imekaa sawa ama haijakaa sawa ni kwenye swala la upendo, kama ilivyoandikwa katika Galatia ya kwamba imani inafanya kazi katika upendo. Hili ni jambo la muhimu sana. Unajua, Mungu ameweka mambo ya kiroho yafanye kazi katika utaratibu fulani, na utaratibu huu ameweka ili iwe rahisi kudhibiti, lakini iwe rahisi pia kukagua. Kama kuna kitu hakipo sawa, unajua ni wapi pa kurejea kurekebisha. Neno la Mungu limesema kama unaona imani haifanyi kazi, basi nenda kaangalie mwenendo wako wa upendo. Kaangalie namna gani unavyochukuliana na watu, namna gani unavyosamehe makosa ya watu, namna gani ambavyo unabeba watu wengine, namna ambavyo unaishi katika swala zima la upendo. Kwa sababu imani haitafanya kazi pasipo na upendo, na pale palipo na upendo imani itafanya kazi. Unajua, kiukweli mimi hata sishangai sana kuhusiana na jambo hili. Neno la Mungu linasema ya kama Mungu mwenyewe ni pendo. Ina maana kama tunataka tuone imani ikifanya kazi, basi lazima imani ya kweli ipatikane katika msingi wa kimungu, na msingi wa kimungu unaongozwa katika upendo. Popote palipo na upendo kuna uhakika kwa kazi ya Mungu itafanyika vizuri. Popote palipo na upendo kuna uhakika ya kwamba yale yanayofanyika, iwe ni maombi, iwe ni msaada, iwe ni mahubiri, iwe ni lolote linalofanyika, litafanyika katika namna ambayo linajenga watu zaidi, linawafanya watu wawe bora zaidi. Na ndiyo maana imani imejificha katika upendo, kwa sababu ili imani, kile ambacho kinakuruhusu wewe kuchukua mambo kutoka katika ulimwengu wa roho kuyaweka katika ulimwengu wa mwili, ili ile nguvu ifanye kazi kama inavyotakikana, ni lazima iwe imejengwa katika msingi sahihi. Kwa sababu kama haikujengwa katika msingi sahihi, siku zote kutakuwa na tatizo kuhusiana na hiyo imani. Tunaona jambo kama hili hata katika ulimwengu wa kawaida. Kuna watu ambao wanatumia nguvu za giza kwa matakwa binafsi. Wale watu wanajenga imani pia katika zile nguvu za giza, lakini kwa sababu hawakujengwa katika upendo, imani ile huwa inaleta madhara kwa watu, na Mungu hataruhusu nguvu zake zitumike katika namna isiyokuwa sahihi. Ndio maana anatufundisha ya kwamba kama tunataka tuone imani katika masuala ya kimungu inafanya kazi, ni muhimu sana kuzingatia mwenendo wetu katika upendo. Moja, ni muhimu sana kuzingatia kuwa watu wa kusamehe, kwa sababu kama sisi hatusamei watu makosa yao wanaotukosea, basi moja kwa moja tunamfanya Baba naye asitusamee sisi, na hivyo imani haitofanya kazi kwetu. Imani ni muhimu sana kuambatanishwa na upendo, kwa sababu popote palipo na upendo wa kimungu, upendo wa kweli, basi ujue imani itafanya kazi, kwa sababu Mungu ameweka utaratibu huo. Sisi kazi yetu haswa si kuuliza kwa nini, kazi yetu sisi ni kutekeleza. Mungu anapokuwa amesema jambo au ameelekeza kitu, ni kwa sababu yeye ana hekima zaidi kuliko sisi. Yeye anajua zaidi, yeye ameona zaidi, anafahamu ni namna gani tutapata matokeo mazuri. Kwa neno la Mungu limetuambia kama tunataka tuone imani ikifanya kazi, ni lazima tuhakikishe maisha yetu ya upendo ni maisha yaliyokaa vizuri. Hatubebi chuki na watu, ni wepesi wa kusamehe, wepesi wa kuachilia mambo, kwa sababu kama hatukufanya hivyo tunajizuilia wenyewe imani isifanye kazi. Lakini naamini sio wewe. Naamini wewe mtu wa Mungu ni mtu hodari katika kujifunza, na kuanzia sasa hautaruhusu
chuki au uhasama au kutokusamehe kukae moyoni mwako. Badala yake utatanguliza upendo mbele, kwa sababu kama tukitekeleza au tukienenda katika upendo, basi tunajiweka katika mazingira ya ushindi katika kila changamoto. Kumbuka, ili imani ifanye kazi, lazima kuwe kuna mazingira ya upendo. Barikiwa.